pambano limeanza, na pambano hiyo sio lingine bali ni ile pambano la wachambuzi maalum ndani ya kipindi cha kipenga cha mwisho. Sasa hivi tumeanzisha hii kampeni kwamba hakuna kuelewana kirahisi. Tutapambana mpaka wewe mtazamaji uweze kunufaika, upate kile kilicho halisi kutoka kwenye sheria 17 za mpira wa miguu. Kama ilivyo adha, ndani ya Azam Sports 1 HD saa 4:30 ndio hii shatimia, na kipindi chako pendwa kabisa kipenga cha mwisho kipo hewani. Lakini kama ilivyo kawaida, nipo na wenzangu Paul Opiyo Chanda kwa mara nyingine tena. Karibu sana bwana. Asante sana. Uko vizuri? Niko kamili. Timam? Timam. Haya, Idi Manase. Rabaika. Mzee wa Uchebe. Nipo. Umejaa tele. Kama kawaida. Tumekuwa na wiki fulani yenye heka kadha wa kadha. Ndio. Heka zenyewe zimetokana na finali ya CAF Confederation Cup. Finali ambayo ilichezwa kwenye uwanja wa New Aman Complex pale Zanzibar. Huku ikaja ikachezwa tena pambano kati ya Simba Sports Club na Singida Black Stars, ambayo kesho kutwa tena wanaenda kukutana kwenye finali ya CRDB nusu finali. Yes, nusu finali. Ya pili. Nusu finali ya kwanza ilikuwa Yanga na JKT. Yanga na JKT 2-2. Mkwakwani Tanga. Kesho Tanga kuna jambo Opio? Ndio. Kuna jambo gani kesho? Kuna uchaguzi wa chama cha waamuzi nchini Tanzania. Chama cha waamuzi nchini wa mpira wa mguu. Chama chetu. Chama cha waamuzi wa mpira wa mguu. Chama chetu au cha waamuzi? Chama chetu. Chama chetu sisi wote wanachama. Au sivyo? Ndio. Hivi mwamuzi anatokea wapi? Hebu kwanza nianze hapo. Kwanza kabla ya hapo, na mimi kwanza nataka nikuulize. Maki leo naona umependeza sana, umekuwa kijana hivi. Sasa nataka kujua kidogo kwamba ni kinyozi gani anayekupendeza sana mpaka kwamba unapendeza. Ndugu yangu, mbona mapema hivi umeanza kunitega? Maki nitaka nijue kwanza, na mimi labda naweza nikapunguza uchebe kidogo. Bana, mimi kinyozi wangu kwa hivi sasa ni ndugu yangu anaitwa Sagar. Sagar kwa Kihindi, kwa lugha ya Kihindi maana yake ni bahari. Sasa yule jamaa ni mfundi, na ndio maana jina lake linaendana na bahari. Bahari unajua ina siri nyingi sana. Ni kweli ni mtu mmoja ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia ana mkono wa kuweza kumpendezesha mtu. Kwa hiyo hata mimi kuonekana kijana umesema? Muonekana kijana, kongole. Asante. Nashukuru sana. Tulikuwa tunazungumzia nani? Chama cha waamuzi uchaguzi kesho tarehe 30 mkoa wa Tanga. Mwenyekiti anayegombea yuko peke yake, anaitwa Emmanuel Yotam Chaula, FIFA referee. Inatosha kwa sasa hivi. Twende tupate mapumziko mafupi, tukirudi kwanza tuanze kuangalia. Leo tunayo mashindano ya TFF NBC Under 20 tournament ambayo inaendelea kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Lakini pia tunayo dondoo za mechi kati ya Simba na RS Berkane. Sawa. Lakini pia tunayo NBC Premier League. Mechi ya Singida Big Star vs Simba versus Singida Black Star iliyochezwa uwanja wa KMC Complex. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tuanze kipindi. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na sasa moja kwa moja tunaingia kwenye darasa letu ambayo kila siku nasema hapa tuko maalum kwa ajili ya kukuletea wewe elimu, uweze kujua sheria za soka zinatafsiriwa vipi ndani ya uwanja. Opio, mashindano ya NBC Under 20 ambayo yanaendelea kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Nusu finali. Yes.
Hii ilikuwa hatua ya nusu fainali. Ndio. Mechi kati ya Kagera Azam Football Kagera. Club na Kagera Sugar. Ndio. Sawa. Waamuzi wanaochezesha, je, pia ni under 20 au waamuzi wote wanaochezesha wote ni under 20? Kimsingi ninavyoangalia naona ni under 20. Manase? Maana wote naona ni vijana wa under 20 hao. Hao wote ni vijana wa under 20. Wote ni rika moja. Nasema elite. Elite under 20. Wale bora kwenye under 20. Ndio. Au sivyo? Naomba tuangalie hii tukio. Referee ameamua pigo la penalty kwa Azam Football Club kuelekea Kagera Sugar. Sawa. Unadhani alihukumu tukio gani hapa? Mchezaji wa Kagera Sugar alifanya tukio gani ambalo ilipeleka penalty tole? Handball, pushing, tripping au sijaona pushing tangu cross inapopigwa. Hapa inapoonekana mwamuzi yeye aliamua pigo. Hapa kwepo na mchezaji yeyote wa Azam ambaye alikuwa akishindana mpira na mchezaji wa Kagera. Hapo kwa hiyo obviously mwamuzi hapo yeye kwa maoni yake aliona kwamba kuna mtu kaushika mpira pale. Ameunawa. Kaunawa yeye. Okay. Kwa maoni yake yeye. Kwa maoni yake. Sawa. Anaenda kumwonyesha kadi ya njano jezi namba 27. Mchezaji kwenye jezi yake ameandika Momo. Hebu tuangalie huyu jezi namba 27 kwanza, kabla ya penalty. Tuangalie kwanza hapo imetolewa penalty, sawa? Tuendeni taratibu, tunaangalia reaction. Nataka kuona huyo aliyeonyesha kadi. Ndio huyo ametoka mbali, anakuja kumfront mwamuzi, anasogeza mkono au ngoja tuangalie. Alionyesha kadi ya njano. Si jezi namba 27? Ndio huyo. Hapana, sio huyo aliyetoka mbali. Jezi namba 27 ni huyu hapa. Sio captain. Huyu hapa. Huyu ndio jezi namba 27. Sawa. Ngoja tu hakikishe kwamba ni yeye au sivyo. Unadhani hiyo kadi ya njano imetokana na kauli yake au ni jezi namba 77? Hapana, no, jezi namba 27. Huyo tunamwona anamfuata, amemfuata. Sawa. Kwa hiyo kadi imetokana na, inawezekana imetokana na kauli hapo, au sivyo? Ukiangalia hakuridhika, hakukubaliana na maamuzi na kuna maneno alikuwa anatamka ambayo ndio imefanya aonyeshwe kadi ya njano. Haya, sasa tuangalie penalty, sio penalty. Hii hapa, hii hapa, hii hapa, hii hapa, hii hapa. Sawa, mpira umeenda wapi kwanza? Umeenda mguuni, kisha ndio ukaenda mkononi. Umeenda mguuni, mguu wa kulia kwenye goti. Ngoja tuilete vizuri. Okay. Kwanza mguuni. Ndio. And then ukaenda mkononi.
Ukapanda mkononi, kichwani, then golikipa kaudaka. Sheria inatuelekeza nini kwenye tukio kama hili? Sheria inasema mchezaji awe amenawa kwa maksudi deliberately. Hii haikuwa penalty kwa sababu mpira ule ulienda mguuni, mpira ukapanda, golikipa kaudaka. Ingekuwa amemrudishia, hakumrudishia, mpira alipouweka mpira ulipanda. Kimsingi refari alikaa, hakukaa position nzuri, ndio maana akaona ni penalty. Haikuwa penalty kwa sababu anasema iwe maksudi. Yule hakunawa mpira maksudi, mpira umefika mguuni ukapanda mkononi. Opio, nimeruka, nikiruka siruki hivi, haiwezekani. au si? Kuruka hivi inawezekana, lakini ndugu zetu wa Masai wakiruka kudensi, au si? Ule ni mchezo aliojifunza tangu utotoni, sio mpira. Sawa. Kuruka hivi inawezekana, lakini kwenye mpira kuna movement ya mkono itatokea. Ndio. Huwezi ukaruka kupiga kichwa hivi. Au si? Sawa sawa. Lazima mkono ikusaidie support. Utanani. Mkono kama hapa wakati kuna swali nataka nimuulize kwanza Upia. Sawa. Nikiruka hivi. Sawa. Mikono yangu hii imeongeza size ya mwili, haijaongeza? Imeongeza. Imeongeza size ya mwili. Au si? Mwili umetanuka. Mmoja kati ya vipengele vya kuhukumu handball ni kwamba mikono iwe imeongeza size ya mwili. Ndio. Sawa? Sasa nikiruka hivi, wewe ambaye uko mbele yangu ukaucheza mpira kwa kichwa, ukaja ukanigonga hapa, handball itahukumiwa, haitahukumiwa? Hapo handball itahukumiwa kwa sababu umeongeza mwili. Nimeongeza sasa mwili. Nilikusudia kushika mpira kwa makusudi? Hapana. Lakini sikuwa mwangalifu kwenye kuongeza mwili wako wakati unaruka. Kwa hiyo ni lazima kuna wakati tunasema hii ilikuwa ni careless handball. Ndiyo. Ambayo haitoendana na kadi ya njano. Au sivyo? Yes. Haitaendana na kadi ya njano. Ndio. But mpira unakuja kwa juu. Ndio. Alafu ukaunani maksudi deliberate. Ukaucheza maksudi. Hiyo ni. Kwa hiyo kuna handball ambayo inakuwa sio makusudi, lakini tunaihukumu. Ndio. Ni kutokana na uzembe wetu, hatukuwa makini kwenye wakati unaruka, umeongeza mwili. Au sivyo? Ndio. Na ndio maana referee anakuambia hiyo, sawa. Ndio maana referee inapotaka kupiga direct anakuambia hakikisha mikono huitoi wala huongezi. Sawa. Tahadhari kabla. Naam. Una kitu unataka kutupa hapa? Mimi nataka kusema kuhusu huyo bwana aliyesababisha penalty ya huku. Kwanza wakati mpira unafika kwenye paja, mkono wake ulikuwa kwa nyuma huko. Sawa. Kwa hiyo mpira hata kama umeenda kumgonga huku, na huu mkono haukujihusisha na kuja mbele kucheza ule mpira. Kwa hiyo umeenda umemgonga wakati mpira mkono uko kwa nyuma huko. Sasa inaonekana hapa, unadhani kwa nini referee alihukumu hapo handball? Hatuna shaka kwa mpira umeenda mkononi. Hiyo haina shaka. Au sivyo? Kuna Patrick Nyembera ni mfuatiliaji mzuri sana wa kipindi cha kipenga cha mwisho, yeye pamoja na shemeji yetu. Unasikia? Siku moja akanipigia simu, Kazi, unaitizama mechi hii ya under 20? Referee anayechezesha anachezesha kama sheria inavyoelekeza kwenye kitabu. Nikacheka sana, nikasema bana, kweli huyo dogo yani alikuwa anachezesha kama kitabu inavyoelekeza. Alimuonyesha kadi nyekundu golikipa mmoja ambaye mpira ulimgonga mguuni, mpira ukaja mkononi, akiwa nje ya penalty area, yeye akamuonyesha
kadi nyekundu. Sawa, nini? Mpira umemgonga mkononi akiwa nje ya penalty area, kadi nyekundu. Unaona, nikasema bwana, kweli huyu kuna kitu anatakiwa aongezewe. Sawa. Haya, kwa hiyo hii hapa kitendo cha mpira kutoka mguuni ukaenda mkononi, nimeshasema mara kadhaa kwamba hatutakiwi kuhukumu handball kwa sababu first touch ilikuwa sehemu nyingine ya mwili ambayo tunahukumu kwamba alikuwa hajakusudia na ni bahati mbaya imetokea baada ya yeye initial ball kucheza na sehemu ambayo imeruhusiwa. Kwa hiyo hii haikuwa penalty, haikustahili kuwa penalty, lakini ndio hivyo tena, watoto wetu ndio wanakuja, lazima tuwaelekeze, au sio? Sawa. Haya, mechi ilitoa kadi nyekundu 2. Dakika ya 82 ya mchezo. Nimependa attitude ya goalkeeper, anakuja waondoa, jamani, vurugu hapana. Okay, referee mapema kabisa ameshashika kadi nyekundu. Anachukua command. Sawa, kadi nyekundu kwa kitendo gani? Foul hiyo. Referee hajachukua action yote baada ya kutoa free kick. Next anamfuata nani? Anamfuata bana, hebu tuangalie hii reaction vizuri. Faulu ya kwanza ilichezwa na nani? Na mchezaji namba 5 Azam, namba 51. Sawa, hii faulu ni kadi gani au haina kadi? Hii fauli ilistahili yellow card na direct kwenda Azam. Yellow card. Au sio? Good. Dakika haya. Huyu jezi namba 57, jezi namba 2 wa Kagera. Yes. Huyu Azam ni 57, yes. Aliyecheza foul. Sasa why captain ameonyesha red card? Na mimi ndio naangalia hapo kwa sababu captain amefanya nini? Anaonyesha red card. Captain sikaja kumsinkula huyo mchezaji mwingine pale. Captain alimsukuma. Ngoja tuangalie. Huyo 57 alimchezea namba 11 foul. Lakini refa hakukimbilia kuokoa lile swala. Yeye akaonyesha pigo kwenda Azam. Unaona? Mpaka hapa hajatoa kadi. Akaonyesha foul kwenda Azam. Haya, kilichofuatia namba 49 wa Azam. Namba 2
anamuondoa jezi namba 49. Ndio ambaye alikuwa anaenda kutoa pole. Haya, captain jezi namba 55 alikuja kwa baadaye kabisa. Sawa. Ndio Wakati jezi namba 2 tayari captain naye kuna kitu hapa alikuwa anakifanya. Mbona sijamuona au ngoja utamwona alikuwa, umeona hapa captain amezuiliwa hapa. Unamwona captain vizuri eh? Huyo amekamatwa na jezi namba 52, amemshikilia captain kama vile alikuwa na jazba fulani. Unaona hiyo? Halafu anaondoka, goalkeeper anakuja. Ngoja. Goalkeeper anakuja, anamuondoa captain wake. Sawa eh? Baada ya kumtoa captain wake anamsikiliza. Mnadhani kwa sinalo hii kulikuwa na haja ya kadi nyekundu? Hakukuwa na sababu yote ya kadi nyekundu, kwa sababu yule aliyeumia wenzake walieshaenda kumjulia hali na goalkeeper alishawaondoa. Hata captain aliondolewa akatii. Referee alitakiwa msaidie goalkeeper. Unaona? Haya. Hiyo ya pili, hebu naomba tuangalie reaction ya referee. Jinsi anavyoongea na anavyo command. Kulikuwa na haja ya command namna hiyo? Hapana, hakukuwa. Njoo hapa. Hapana. Njoo. Huwezi kumuita kama mtoto wako. Lazima busara ingetumika. Angetuliza, baadaye akamwambia njoo. Sasa wewe angetuliza ile hali, alafu anaambia fulani fulani njoni. Au sivyo? Sasa hii ndio faida ya mashindano ya under 20. Wachezaji wanaocheza under 20. Referee wanaochezesha under 20. Tunatakiwa tuwaelekeze. Bana, kwenye tukio hii siku nyingine unaweza ukachukua hatua hii. Au sivyo? Mimi napenda sana kutumia ile kauli ya wakufunzi wetu ambayo inasema referee usiwe sehemu ya matatizo ya mchezo. Au sivyo? Don't be the source of problem of a game. Usiwe chanzo. Au sivyo? Huyu alikuwa chanzo. Kwa sababu goalkeeper alikwisha kuja, akatoa wachezaji wenzake. Yeye pale alichotakiwa ni kuwapeleka wachezaji wa Azam na wanani, alafu atulie. Sasa hii kadi nafikiri yule angalia. Hakukuwa na ugomvi tayari. Walishaanza kuelewana. Yani hata wale wachezaji wa Azam wa Azam, hata huyo mchezaji wa Azam anamzuia referee. Hapana, referee hapana. Tena alienda kumzuia nani captain wa Kagera, ndio tena anamuonyesha kadi. Na huyo alicheza foul akaonyesha kadi. Ina maana yani all right. Manase ingekuwa wewe. Tusichukue kwamba ni under 20. Sawa? Tufanye ni mechi zetu za kawaida. Hapa ungechukua maamuzi gani? Baada ya hii foul kutokea, wewe ungechukua maamuzi gani? Mimi wale au aliwapiga kadi nyekundu, yeye angewaonya tu kwa mdomo, lakini mtu wake yule aliyekuwa amecheza foul ndio alikuwa na stahili kuonyesha akiba yake. Pamoja na kwamba vurugu yote sawa, lakini hawa angewapoza, akarudia mtu wake akamuonesha ndio chanzo cha mtu wake ni yupi? Yule aliyecheza foul wa kwanza. Yes, namba 57. Hao wengine wote hawakuwa na sababu. Labda mimi ningekuwa mimi kwenye nafasi ya referee ya mwamuzi hapo. Ile tukio lilipotokea tu nakimbia naenda pale kwa yule aliyecheza. Au sivyo? Alicheza foul wa kwanza huyo. Bwana wewe yako. Mapema tu. Mapema. Halafu bwana unataka msaada? Jamani njoni mumtibu. Usingetokea vurugu. Na hiyo wala yote isingekuwepo hii. Hii yote isingesababisha referee. Isingetokea. Haya. Watoto wetu jamani tunawaelekeza. Huyu wa Azam pia alienda kumpoza referee usiku namba 8. Watoto karibu kila wote na usimnani captain. Watoto kila ninapokutana nao misampuli yao naona ni yote ni hivi. Aliyesababisha. Sasa issue ipo hivyo, unasikia? Hata sisi tumetoka huku. Sawa sawa. Bahati mbaya yetu sisi hatukuanza utotoni.
hawa wameanza kuandaliwa mapema. Hiyo ni program maalum ya kutengeneza waamuzi waliokomaa mpaka huyu mtoto anakuja kufika huko juu. Mimi kuna mechi nilipewaga Yanga na Tusker uwanja wa Uhuru. Unasikia? Shamba la bibi. Yes. Jamani, nisikilizeni vizuri. Ilipigwa kona, mchezaji wa Tusker akaenda kuupiga mpira. Kwenye kuupiga ule mpira kuna mchezaji wa Yanga akawa mnyanyua mguu. Sawa? Nje ya penalty area. Sawa? Ile shuti ilivyopigwa iliingia kwenye goli la Yanga. Lakini mimi tayari nishapuliza kipenga, nishaipuliza kabla mpira haujaingia golini. Au sivyo? Kwa hiyo tukio halikuwa la goli. Kwa hiyo mimi nilipuliza filimbi kwa ajili ya foul ya mchezaji wa Yanga kukita. Sasa yule mchezaji ambaye nimempulizia akamwambia ref, it's a goal. Nikamwambia before the goal there was a foul. Nilishasimamisha mpira. Unasikia? Akamwambia ref, this foul, if I don't score you will have denied me a goal. Bana, kweli walipiga ile free kick hawakufunga. Mwenyewe nikagundua kwamba niliwahi kupiga wanyima haki yao. Nimewanyima goli. Ningesubiri kabla sijapuliza hiyo filimbi, ningesubiri mpira unaishia wapi. Na kwa kuwa aliyecheza sasa ni mtu wa vitu hivi Opio vinahitaji vinatokana na experience. Wazungu wanasema experience is the best teacher in life. Matukio maisha, but its fees are too high. Sasa fees, gharama ya kupata uzoefu ndio haya makosa tunayoyafanya, na ndio yanatukosti bana. Hii dedication nampelekea rafiki yangu baba mzazi wa Chunya kaka yangu Luena. Unasikia? Hii ni maalum kwa ajili ya baba mzazi. Ndio. Kwa nini nasema hivyo? Yeye ananipigiaga sana simu kuniuliza maswali kama haya. Juzi amenipigia simu jana ndio imecheza mechi ya Singida na Simba. Kaniuliza sana, nikamwambia baba mzazi, nakusubiri, takuletea kesho kwenye kipenga cha mwisho hiyo. Kwa hiyo twende tupate mapumziko mafupi. Tukirejea na kuja kumletea baba mzazi salamu zake hapa. Sasa baba mzazi, mimi naomba nianze na wewe kabisa. Naanza na wewe kabisa. Lile swali uliloniuliza kwamba tukio lililotokea jana kwenye mechi ya Simba na Singida ni hii hapa. Yeah. Ulitaka kujua fauli ilitokea nje ya penalty area au ndani ya penalty area, na maamuzi yake yalitakiwa kutolewa maamuzi gani? Haya, dakika ya 47 ya mchezo, Jonathan Sowa ndani ya penalty area. Opio, nipe jibu hapa. Kuna maamuzi gani hapa yalitakiwa kutolewa? Hapa kuna maamuzi gani yalitakiwa kutolewa? Kimsingi Jonathan Soa alikuwa na uwezo kupiga mpira kabla hajaingia ndani ya 18.
analazimishwa, halazimishwi, lakini jinsi alivyoenda tayari alivyo delay huyu ameenda kumsukuma golikipa, asingeweza kufunga ile. Ameenda kumsukuma golikipa, golikipa kumsukuma huyo beki huyo ukiangalia ile nguvu iliyotumika nani beki alivyomgusa haikuwa nguvu ya kumpeleka Soa chini, ila Soa alihitaji penalty, alitaka penalty na refarii kwa kuwa alikuwa karibu, ndio maana alisema hakuna kitu. Kwa maoni yangu, kwa maoni yako, kwa maoni yangu mimi hiyo hapo. Manase, Naam. Hapa kuna ligi hapa kuna ligi. Mimi kwa maoni yangu hapo huyo Soa baada ya kumuona nyuma yake kuna mpinzani anamkimbilia akaanza kutengeneza mazingira ya kutafuta penati. Kwa hiyo alivyoguswa kidogo tu akawa ameshajiangusha, lakini wakati tayari golikipa akamshapishana mpira. Kwa hiyo hapo ilikuwa penati haipo tena. Guys, are you sure? Mwana hakika? Ndio. Soa ile mkono isingi ya Chemalon haina nguvu. Angalia, alianza kumsukuma yeye Soa huyu hapa, ndiye alianza kucheza rafu kabla ya Manase. Njoo geuka, wewe unakwenda kule, Mimi nakwenda hivi, uweke mpira chini kati yako wewe na mimi. Opio ndio goalkeeper, Kamara, sawa Ndio. Wewe Soa, Ndio. sawa Kati ya Opio, wewe na mimi, nani mwenye uwezo mkubwa wa kucheza mpira? Mwenye uwezo kucheza mpira huu kwa hapa anakuwa goalkeeper. Goalkeeper. Kwa sababu ile wakati anakimbia mpira tayari ulikuwa mita moja mbele. Sawa. Goalkeeper ndo yuko kwenye nafasi nzuri ya kucheza ule mpira sasa. Hebu nenda kakae na mpira wako, nikuonyeshe kitu kwanza. Chukua mpira wako, nenda kakae. Jamani, naomba muangalie vizuri. Angalieni vizuri. Hapa nani mwenye uwezo wa kufikia huu mpira? Kati ya Chemalon, Shamu na Soa. Hapo Soa. Sawa. First touch yake ameamua kumtambuka Soa. Goalkeeper alikuwa kwenye uwezo wa kucheza huu mpira? Paka hapa alikuwa hana uwezo. Paka hapa nani alikuwa na uwezo wa kucheza mpira? Soa bado. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba paka hapa Soa anapodondoka chini yeye ndio alikuwa na uwezo wa kucheza mpira. Baada ya kudondoka chini ndio mpira unatoka kwenye control yake. Ndio goalkeeper anaenda kuudaka. Kwa nini tunampa haki goalkeeper? Goalkeeper hakufanya kosa. Goalkeeper hajafanya kosa. Kilichompeleka chini Soa ni nini? Soa alijidondosha, haikuwa faulu ya kumdondosha. Hajaguswa? Ameguswa, lakini haikuwa ya kumdondosha. Ameguswa mara ngapi? Mara moja. Kwa sababu mara ya kwanza ndiye alisukuma. Manase, Soa kaguswa mara ngapi? Ameguswa mara mbili hapo. Ya kwanza ya kumuondoa kwenye sehemu yake, alafu ya pili mkono umeenda begani. Hapana, hakuondolewa ya kwanza. Ya kwanza Soa ndiye alimuondoa huyu mchezaji wa kushoto. Ngoja tuangalie. Chemalon. Sio Chemalon. Huyu Chemalon. Angalia. Twende. Chemalon. Chemalon. Twende. Angalia. Huyu hapa Chemalon. Huyu hapa. Huyu hapa. Kuna pushing hapo? Hakuna. Hapo hamna. Sawa. Mkono wa kwanza huu hapo. Wa kushoto. Then mkono wa pili begani. Sawa? Kwa mtu ambaye yuko kwenye speed, ukimgusa kidogo, nini kinafuata?
haikuwa spin. Atapoteza balance au hapotezi balance? Atapoteza balance. Kwa sababu utakuwa umeshampoteza. Angalia. Yes. Namba 20 ni nani? Mkono wa pili umeenda begani kabisa. Umeenda begani. Kwa nini mkono umeenda begani? Opio. Ngoja. Mkono wa pili. Mkono wa pili wa Shemaloni. Sio wa Shemaloni. Namba mbili. Ni Shamu Karabo. Sawa. Angalia vizuri. Angalia. Mkono wa kwanza alafu wa pili umeenda begani kabisa. Opio, penalty sio penalty? Hiyo penalty. Ilikuwa penalty. Na penalty halali kabisa. Penalty na yellow card. Yellow card. Mbele ya nani alikuwepo nani? Mbele ya Soa. Yupo nani? Hakuna mtu. Then why yellow card? Hiyo sio dogso. Denying opponent goal scoring opportunity. Tukio la kusukumwa ya kwanza imetoka, hajaingia kwenye penalty area. Angalia, rudia. Hapana, zote ni ndani ya penalty area. Subiri. Zote zipo ndani. Ya kwanza hiyo kwenye mstari hapa. Yuko ndani ya penalty area. Basi red card na penalty. Right? Kwa red card na penalty. Tumekubaliana kwanza hiyo kwamba hii ni red card na penalty. Sahihi. Sawa. Baba mzazi ya kwanza hiyo. Sasa wewe uliniuliza hii, mimi nakuongezea nyingine. Ya pili, Soa alikuwa na ligi yake ya kipekee na Shemalon na Shamu. Hii hapa. Hii vipi? Alianza kucheza faul ni nani? Soa. Alianza kucheza faul? Amesukuma, angalia, rudisha. Okay, tutaangalia. Alisukuma, angalia. Amemsukuma nani? Nani huyo aliyelala chini? Huyo amekuja kumwangukia Soa, alianza kucheza yeye. Haya. Haya. Subiri. Nani huyo kulia? Subiri. Sina wasiwasi. Nani huyo kulia? Nani ana mpira? Soa ana mpira hapo. Haya, huyu wa kulia anakwenda. Soa anakwenda na mpira wake. Twende. Amedesh. Umekuja kwenye miguu ya Shemalon. Ya Shamu. Lakini mpira umepitiliza. Kilichomdondosha Shemalon, Shamu ni ule mpira ulivyokatiza kwenye mguu wake. Ndio. Sawa? Sio kwamba ametegewa na Soa. Au kategewa na Soa jamani. Angalia vizuri. Wote tuangalie vizuri. Turudi. Sawa. Mimi na wewe tuangalie. Pamoja na Manase. Wote tuangalie vizuri. Haya, iache yende. Acha sasa yende. Hii hapa. Sawa? Soa anakwenda na mpira. Anapiga chenga. Mpira ndio uliompotezea balance. Hajaguswa. Hajaguswa? Hajaguswa. Hebu rudia bwana. Opio. Hajaguswa. Opio. Opio. Twende hapo, twende. Hapo safari inaanza. Safari inaanza. Ngoja mimi nitamsaidia Opio. Ngoja nimsaidie hii. Ngoja nimsaidie. Labda hii tukio hajaiona vizuri. Haya. Kuna nini hapa kwenye miguu ya nani? Hapo mpira umemfikia huyu namba 2, Soa hana mpira. Bado uko kwa Soa. Umemfikia namba 2, Soa hapo mpira hana. Soa ndio mpira umefikaje huko? Yeye ndiye alikuwa ametangulia. Nani alikuwa ametangulia? Soa ndio ametaka kumpiga chenga. Akataka kupita nyuma yake kwa sababu ashamuona huyu anaenda mbele. Au sio? Huyu si anaenda mbele. Ngoja mimi nimtambuke. Au sio? Ni dhambi kutaka kumtambuka. Sio dhambi kama utafanya kosa. Au sivyo? Hajavunja sheria. Sasa huu mpira ulivyokuwa unaenda huko ndio umeona nani kapita. Kuna mwili wa Soa amemgusa yule. Amemgusa wapi? Angalia vizuri. Angalia, ngoja hapo. Twende. Angalia. Soa amepita. Ngoja tunaanza mbali tu. Huyu kushoto yuko nani? Huyo Soa amepeleka mkono kushoto kumzuia huyo aliyekuwa na yule wa nyuma. Sasa subiri. Angalia Soa. Subiri. Angalia vizuri. Unajua Opio, twende. Nataka tukubaliane. Tufike sehemu tukubaliane. Sawa. Twende. Wote tunaona clip hiyo moja. Twende. Sawa. Haya, angalia. Hapo. Soa. Haya, ngoja. Mtu wa kwanza sio mkono wa Soa. Ngoja sasa mimi nikuonyeshe kitu.
Angalia hapa. Mkono wa nani upo kwenye mwili wa nani? Jezi nyekundu. Haujamgusa. Huko mkono upo lakini haujafika kwa Soa. Haujafika kwa Soa. Sawa. Haya sasa tu. Haya, ngoja tufikishe kwa Soa sasa wa mkono. Hapa mkono umefika, haujafika kwa Soa? Umefika. Haujafika? Opio? Kwangu naona mkono upo mbele lakini Soa bado mkono wa yule bwana huyu beki uko katikati. Haya sasa. Haya. Hapa mkono umesharudi. Sawa. Sasa twende. Haya. Hapo Soa. Ngoja. Angalia Soa hapo mkono wake huko nyuma. Unajua kwa nini huu mkono ulienda nyuma? Ni kwa sababu Shemalan alimgusa. Aidha alimgusa mara ya kwanza. Hakufanikiwa. Huu mkono mara ya kwanza Soa aliguswa. Lakini mkono ukarudi. Ya pili Soa ndiye amepeleka mkono. Sawa. Mkono wa Soa ulimsababishia matatizo gani Shemalon? Au kumsababishia matatizo. Then tutahukumu faul? Hakuna faul. Mpira wa pili umekuja kwenye miguu ya Shamu. Sawa? Shamu akadondoka. Shamu akapoteza balance kwa sababu mpira umepita nyuma katikati ya miguu yake. Movement ya miguu sio ile tena. Akadondoka. Sawa? Sio ile tena. Au sio? Mpira ukishaingia hapa mguuni, au sio? Nataka ni ukwepe nini? Balance zitakwepo. Zinaweza zikapotea. Lakini hapo hajaguswa huyu aliyelala. Haya. Kapita. Sasa Shamu amefanyaje? Shamu akamshika huyo. Kamkumbatia. Soa kadondoka. Penalty sio penalty? Penalty ya wazi. Na kadi. Ipi? Red card. Yellow card. Yellow. Red card. Kashika. Kumbatia. Yeye hapo imeshakuwa red card. Dokso. Na penalty. Red card. Kamzuia. Red card. Alikuwa ni mtu wa mwisho. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba haya matukio yote mawili ni red card. Baba Lwena, hii ya kwako. Mi nafurahi sana, unasikia, huwa tunapigiwaga simu na wadau wengi, tunaomba mpira. Asante. Hii inaonyesha nini? Kwamba tuna wadau ambao wanaifuatilia kipenga cha mwisho, ni washabiki. Ukimwondoa Baba Lwena, nina ndugu yangu huyo Shamis, yaani huyo ndo usiniambie chochote. Leo alikuwa ananipa orodha ya bana, ile mechi zilistahili kadi nyekundu 4, kadi nyekundu 2 hizi, nyingine Ngoma pamoja na Nation, wote walistahili kuonyesha yellow card mara 2, but hazikutolewa. Sasa kuna watu wanashindwa kuelewa jambo moja. Unamwona Elisasi alipo? Alikuwa mbali sana. Alikuwa mbali sana. Alafu sawa sana. Unaona? Hata hii ilipigwa. Subiri basi. Tunakuja hapa. Sasa huyo anajitendea anakwenda. Anaona? Yaani mpaka tukio inatokea, mimi nilitegemea assistant namba 1 aweze kumsaidia Elisasi. Ndio, alikuwa nani? Sina uhakika alikuwa nani. Tunaweza tukasema kwamba Sasi hakutoa penalty, but position yake ndio ilisababisha. Hali kadhalika hata hii hapa, angalia hii tukio. Sasi yuko wapi? Mpira umepigwa mrefu, Sasi anaanza kuondoka kule. Unaona? Assistant namba 2. Assistant namba 2 ndiye alitakiwa kumsaidia Elisasi. Sio Eli asingekuwa hakuona. Bana, mimi kuna kitu nimekiona hapa. Muone Elisasi alivyofika baada ya kusprint. Angalia mdomo wake. Angalia atapumua hapo. Angalia vizuri uso wa Elisasi. Tazameni huyu hapa. Angalia hapa. Ngoja. Anapumua. Huyu hapo. Alikuwa mbali sana. Alitoka speed kule kuja kwa hit. Alikuwa mbali. Assistant referee alikuwa saidiwa na namba 2. Wote wawili walitakiwa kumsaidia Elisasi katika hii. Ni sahihi. Angalia. Lakini zaidi ya yote
maamuzi haya sasa ingekuwa kwenye VAR. Jamani, nahamisha show hapa. Tunaenda kwenye CAF Confederation Cup. Hii ingeenda kuamuliwa kwenye nani, kwenye VAR, penalties zingeweza kutolewa kwa sababu assistant referee hawakumsaidia ili sasa katika na kadi zingetoka. Yeah, kabisa. Sasa Haya, tulikuwa na fainali ya CAF Confederation Cup kombe la shirikisho barani Afrika. Simba Vice, Yes. RC Vatikano. Mimi nazungumzia matukio. Simba kuna goli walifunga la pili, Dese Mukwala alifunga goli, sawa, but goli lilikataliwa. Hapa nataka tuangalie vitu viwili. Kwanza mpigaji, excuse me, hapa Nani huyo? Ahua, Ahua. mpira ndio unapigwa hapo, unatoka, sawa. Hapa kuna Kibu Dennis Prosper, halafu kuna Dese Mukwala, halafu kuna mchezaji wa RS Berkane, wawili sio mmoja, wa Berkane wawili. moja yuko karibu na Kibu, yupo juu, huyu mmoja yupo juu zaidi, mmoja yuko karibu na Kibu, yes, katikati, yeah. Yule mwingine yuko nyuma ya Mkwala, ya Mkwala. Kati ya huyo ambaye yupo nyuma ya Mkwala na Mkwala, nani yuko karibu zaidi na mstari wa goli la Berkane? Mkwala yuko karibu zaidi na mstari wa goli la Berkane. Hii inathibitisha nini? Offside. Kwamba Mkwala wakati mpira unachezwa na Ahua, Mkwala tayari alikuwa karibu zaidi na mstari wa goli bila wapinzani wawili na goalkeeper na mpira, au sivyo? So hapa VAR kuamua kwamba hii ilikuwa offside, bila shaka ilikuwa sahihi. Opia, unasemaje? Nakubali, mwili wa Mkwala wote uko mbele zaidi ya mpinzani wawili. Hana wapinzani wawili na mpira, au sio? Manasi, tumekubaliana hiyo. Uko sahihi kabisa. Sawa. Sasa tuondoke hapa. Nataka kuja kwenye kadi ya njano aliyoonyeshwa kocha wa Simba au kocha wa Simba Sports Club, Fadlu Rahman Davis. Sawa. Sisi marefari, jukumu letu ni lipi? Opio, wewe veteran kwetu sisi wote. Sisi marefari, jukumu letu ni lipi? Jukumu letu ni kuhakikisha mpira unachezwa kwa mujibu wa sheria. Stop. Jukumu letu ni kuhakikisha mpira unachezwa kwa sheria, kwa mujibu wa sheria. Hizi sheria katika tukio hili hapa, refari huyu hapa tunaye Mutale Budo anakabwa. Ndio. Kati ya Mutale na huyo mchezaji wa Berkane, anayemiliki mpira hapa nani? Mutale. Kinachofuata Mutale alikuja akapoteza mwelekeo, alipoteza mpira baada shambulizi likaja upande wa Simba, technical bench ya Simba. Ndio. Kuna foul ilichezwa, mimi sina shaka na ile foul iliyochezwa, but kitendo cha huyu referee kwenda kumcaution Fadlu Rahman Davis kwa kulalamikia kitendo cha huyu mwamuzi kuacha kutoa ile foul ya Mutale ilipeleka Fadlu kuonyeshwa kadi ya njano. Je, claim ya Fadlu juu ya mchezaji wake kuchezewa foul ambayo mwamuzi hakuhukumu, were they valid or they were not valid?
zilikuwa sahihi au hazikuwa sahihi, kulalamikia kwamba umeacha kutoa foul kwa mchezaji wangu alivyodondoshwa kule chini. Kwa nini? Ni sahihi sio sahihi? Ni sahihi. Mimi naona ni sahihi kwa sababu photo official alikuwepo pale. Kama photo official alikuwepo pale, huyu referee angesubiri photo official amwambie kuna vurugu. Hakukuwa na vurugu. Yeye alisababisha kocha wa Simba kuchukia kwa sababu ameiona na hakuchukua hatua. Sasa alimsababishia mimi nitamaliza kwa kusema kitu kimoja. We referees are not supposed to be part of a problem in the game. Sasa sisi waamuzi asiwe chanzo, hatutakiwi kuwa chanzo cha matatizo kwenye mechi. Opio, narudi uwanjani kidogo. Sawa, hizi ni silaha sisi tumepewa. Yellow card, red card. Yellow card kwa mchezaji ambaye atafanya kitendo sio cha kiungwana, unsporting behavior. Sawa, wewe ukinifanyia mimi unsporting behavior ni sahihi, yellow card. Referee unapoacha kutoa foul unasababisha mimi kuona kwamba mimi kocha ambaye hii ni ajira yangu mimi ni kuwafundishe nyie mpira. Ndiyo. Au sivyo? Sawa. Nachezewa foul, wewe referee huhukumu, lakini mimi napofanya hiyo kosa ya kulalamika, wewe unatumia silaha zako. Si sahihi kuniadhibu mimi. Mimi nitasema hivyo, humadhibu coach, wewe unaiadhibu timu, club, unaiadhibu nchi. Kwa sababu hii ilikuwa ni mechi ya kimataifa. Sawa. Kitendo cha referee kutoa zile adhabu ambazo Simba zilikuwa zinawastahili, badala yake anaenda kumwadhibu coach ambaye anamtia unyonge kwamba bana, ukiendelea nitakuondoa mimi kwenye benchi, kwa sababu ndicho kilichokuwa. Ndio. Na alikuja akaonyesha kadi nyekundu kocha msaidizi wa Simba Matola, sina uhakika alikuwa nani. Kocha magolikipa. Unasikia? Sina uhakika alioonyesha kadi nyekundu kwa upande wa Berkane na Simba alikuwa ni nani. Berkane alionyeshwa mchezaji ambaye alikuwa reserve au sio, alifanyiwa sub. Hakuwa mchezaji, alikuwa dokta kama sikosei. Okay. Ni dokta. Sawa. Lakini zilitoka kadi nyekundu hizo mbili. Ndio. But kwa kweli kadi ya Badru haikuwa sahihi. Sikuridhishwa kabisa na handling, jinsi referee alivyokuwa anachezesha ule mpira. Yes, yani kama alisababisha Mr. tusiseme hayo, unasikia? Sikupendezeshwa na performance yake siku hiyo. Hakuwa vizuri. Yani hapana, kwa performance yake hapana. Mpenzi mtazamaji, tuna mengi sana ya kuyaongelea, mengi ambayo tungependa kuyaweka wazi. Lakini muda nao unatubana. Azam Sports 1 HD ina vipindi vingi bado vinaendelea kufata. Niseme tu kitu kimoja, nawatakia kila laheri chama cha waamuzi kwenye uchaguzi kule Tanga. Tutakutana kesho na kuja kuandaa special package ya chama cha waamuzi. Ni chombo gani, nini mamlaka ya chama cha waamuzi, kazi zao ni nini, au sio? Hadi wakati mwingine, wiki ijayo, nilikuwa na ndugu yangu Polo Pio Ochanda, veteran, na Idi Manase. Niwatakia usiku mwema, muendelee kutizama vipindi mbalimbali ndani ya Azam Sports 1 HD.